Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania yaita PPP uwekezaji wa maji, eleza fursa maeneo matano kukuza uchumi, Benki ya Dunia yasifu dira 2050. Habari katika ukurasa wa 3. Maono ya Mkapa yazidi kung'aa. Dr. Nchimbi asema alikuwa darasa, amsifu ujasiri, familia yake yashukuru kuanza dira 2050 miaka 30 TRA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Baba Levo ashinda kesi ya ubunge, sababu hadharani. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi ataja misingi mitatu maendeleo endelevu. Habari katika ukurasa wa 2. Ulega atangaza neema barabara, madaraja Malinyi Ulanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika amani utawala bora vipaumbele dira 2050. Habari katika ukurasa wa 4. Mama ajuta kutompigia simu mwanaye aliyejinyonga. Habari katika ukurasa wa 7. Janabi aeleza umuhimu wa kuwekeza kwa vijana. Habari katika ukurasa za ndani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Katambi ya mkuta Aburuto kortini, afunguliwa kesi kupinga zuio lake la mikutano ya vyama vya siasa. TLS, LHRC na Dr. Slaa ungana majaji watatu kusikiliza shauri hilo la kikatiba. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Nukuu muhimu. Dr. Wilbrod Slaa: haki ya kukusanyika si zawadi ya mtu yeyote, bali ni haki ya kikatiba. Wakili Jebra Kambole: haki za binadamu haziwezi kusimamishwa kwa uamuzi wa mtu au taasisi. Habari picha inamuonyesha mkuu wa jeshi la polisi IGP alipewa agizo la kutekeleza. Mwanasheria mkuu wa serikali AG aunganishwa kwenye shauri hilo. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Hoja 7 za mbakiza Baba Levo bungeni. Habari katika ukurasa wa 3. Habari picha ikimuonyesha mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo akishangilia pamoja na wafuasi wake nje ya mahakama kuu Kigoma baada ya mahakama hiyo kutupilia mbali kesi ya uchaguzi iliyokuwa ikimkabili hapo jana. Heche ajibu mapigo wanaomchafua. Habari katika ukurasa wa 2. Hayati Mkapa anavyoishi kupitia sekta ya afya. Habari katika ukurasa wa 5 gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika kupima afya kunavyookoa maisha yako. Habari katika ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siri ya Tanzania kuuza mafuta bei nafuu yatajwa, yapiku nchi za ukanda wa kusini, usimamizi imara wa EWURA ununuzi kupitia BPS vyatajwa. Mchambuzi asema mafuta si bidhaa ya kawaida, yanagusa kila sekta ya uchumi. Habari katika ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Nchimbi amwakilisha rais maadhimisho ya BMF. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Umoja wenye malengo ukabili changamoto SADC. Habari katika ukurasa wa 3. Ushirikiano Tanzania Urusi kuimarisha uwezo wa TEHAMA. Habari katika ukurasa wa 4. Profesa Wabano ateuliwa kuwa makamu mkuu Sauti. Habari katika ukurasa wa 2. Oman yaipa Tanzania vifaa vya TEHAMA. Habari katika ukurasa wa 2. Marekani yaanza upya kuishambulia Iran. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika faida
ya kutambua watoto wenye tatizo la moyo mapema, habari katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nipashe Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Heche aibuka ajibu mapigo, asisitiza hatorudi nyuma kupigania ajenda muhimu za chama licha ya kashfa zinazomwandama, tone tone yao yazidi kuchanja mbuga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ndugu ya John Heche ikisema mwelekeo wangu ni kusukuma mabadiliko ya katiba mpya na kudai kuachiwa uhuru kwa mwenyekiti wetu Tundu Lissu. Sina sababu ya kujibizana na kila anayenikosoa kwa kuwa anayebeba ajenda kubwa ndiye anayeshambuliwa. Sina muda huo kwa sababu mchezaji mwenye mpira ndiye anayekabwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Siri ushindi wa Baba Levo mahakamani, habari katika ukurasa wa 5. Wadau waja juu gari la polisi kuwa mtoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Baadhi ya wadau wa usalama barabarani na wataalamu wa sheria na wananchi wameeleza masikitiko na hasira kufuatia kifo cha mwanafunzi wa darasa la 6 wa shule ya msingi Nanyala Jackson Kapuri mwenye umri wa miaka 13 aliyegongwa na gari la polisi akiwa katika kivuko cha watembea kwa miguu zebra wilayani Mbuzi mkoani Songwe. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. TLS LHRC Dr. Slaa wamshtaki waziri Katambi kortini, habari katika ukurasa wa 3. Mtoto apewa mamlaka kusimamia pensheni na akaunti za baba yake, habari katika ukurasa wa 3. Omo, uchaguzi ujao Zanzibar utafanyika chini ya sheria mpya, habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, Rais Dr. Samia anathamini mchango hayati Mkapa, ni kauli ya Dr. Nchimbi katika kongamano la 4 la urithi wa hayati Benjamin Mkapa. Asema rais anatambua mchango wake katika sekta ya afya na kufuata nyayo zake, habari katika ukurasa wa pili. Ndugu ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ikisema uongozi wa hayati Mkapa unatoa funzo la kutambua nafasi ya afya bora katika shughuli za maendeleo pamoja na kuweka mkazo katika kuandaa vijana kuongoza vyema sekta ya afya kwa mafunzo maalum. Dr. Mwinyi, uongozi taasisi imara chachu ya maendeleo, habari katika ukurasa wa pili. Baba Levo kidedea kesi ya uchaguzi Kigoma, habari katika ukurasa wa 3. Panga la feka mastaa Simba, habari katika ukurasa wa 20. Zanzibar kuchangamkia fursa kufundisha Kiswahili kimataifa, habari katika ukurasa wa 5. Kase Kenya aiba maagizo TANROADS, habari katika ukurasa wa 13. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hesabu za beka Simba, striker apewa miaka 2, 7 waagwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. 31 idadi ya mechi ambazo kocha Beka amekiongoza kikosi cha Simba msimu uliopita akishinda mechi 24 na sare 7. Agosti 12 ni ngao ya jamii Yanga dhidi ya Simba. Siku 3 za mziki mpya Yanga Sports Club, habari katika ukurasa wa pili. Talaka ya Diamond na Zuchu ya mwibua mama, habari katika ukurasa wa 10. Argentina yatembeza viatu England ya lia, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Messi katika ufalme wa soka la akili, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Matokeo ikiwa ni Argentina 2 England 1. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 13. FIFA World Cup kesho Jumamosi ni Ufaransa dhidi ya England saa 5 kamili usiku Hard Rock. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo, na gazeti Habari Leo lenyewe limeandika Simba yatema nyota 7, wachezaji madola watakiwa kurudi na medali, habari katika ukurasa za ndani. Habari picha ikimwonyesha katibu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Neema Msita akiwa na wachezaji wanaokwenda kwenye mchezo wa Jumuiya ya Madola itakayofanyika mjini Glasgow, Scotland kuanzia Julai 23 hadi Agosti 2. Polisi yarejea ligi kuu bara, Prisons yashuka, habari katika kurasa za ndani. Tuchel alaumiwa, FA yamtetea, habari katika ukurasa wa 22. Serikali ya mwaga mamilioni Serengeti Boys, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo. Gazeti Nipashe lenye limeandika Simba Sports Club yatema rasmi nyota 7, uongozi wafunguka, usajili mpya
utafanyika kidijitali kwa sababu undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Messi, ushindi dhidi ya England ni maalum, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Yanga yaani kasiri usajili wa kishindo, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe. Tumalize kwa kulitazama gazeti Uhuru kweli daima, ukurasa wake wa nyuma lenye limeandika panga la fyeka mastaa Simba, habari katika ukurasa za ndani. Soa Singida Black Stars mambo safi, habari katika ukurasa wa 19. Dozi Serengeti Boys ya mkura kocha Romalio, habari katika ukurasa wa 19. Argentina kukumbwa na adhabu, habari katika ukurasa wa 18. Timu ya taifa ya judo yapewa baraka madola, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika Tuchel aigawa England, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. TSA yaita waogeleaji, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha dukuzi. Bila Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua. Tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV.